السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون وبعدله وحكمته ضل الضالون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون. صلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. Amma baad, baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana tena katika juma lingine kwa ajili ya kukumbushana na kutanabahishana. Leo katika khutba ambayo tutakumbushana, unwani yake inasema limadha qasat qulubuna ya ibadallah, kwa nini nyoyo zetu zimesusua enyi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini nyoyo zetu zimesusua? Ama nyoyo ndiyo sehemu tukufu na sehemu iliyo bora, ama ndicho kiungo ambacho ni bora katika viungo vya mwanadamu. Moyo ni kiungo ambacho ni bora katika viungo vyote. Moyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutukuza zaidi. Moyo unapotengea, unapokuwa mzuri, basi na mwili wote unakuwa mzuri, na moyo unapoharibika, basi mwili wote unakuwa nao ni mbovu. Ndio maana ukapata utukufu, kwa sababu unapotengea moyo, mwili mzima nao huwa unatengea, unakuwa mzuri. Lakini moyo unapoharibika, basi mwili mzima nao pia unakuwa umeharibika, kama alivyotueleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi zake, moja akituambia kwamba ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, jueni na kutanabahi kwamba ndani ya mwili, ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kiungo ambacho kikiwa kizuri, kikitengea, basi mwili mzima nao unakuwa mzuri, mwili mzima nao unatengea. Lakini kiungo hicho kinapokuwa kibaya, basi mwili mzima nao unakuwa ni mbaya, unaharibika. Ala wa hiya alqalbu. Mtume akasema jueni na kutanabahi kwamba kiungo hicho ambacho kikitengea mwili mzima unatengea, na kikiharibika mwili mzima unaharibika, ni moyo. Na pia moyo ndio mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia katika viungo vyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haangalii kichwa, mkono, mguu, la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia moyo. Ndio anaangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam
katika hadithi anatuambia, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, hakika Mwenyezi Mungu haangalii mili yenu wala haangalii sura zenu. Huyu ana mwili umejaa kiasi gani, huyu ana sura nzuri iliyo kiasi gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haangalii vitu hivyo. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokiangalia katika mwili wa mwanadamu, anaangalia moyo na yale matendo yanayofanywa, kwa sababu moyo ukiwa mzuri bila shaka matendo yatakuwa mazuri, na moyo ukiwa mbaya bila shaka matendo yatakuwa mabaya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokiangalia, anauangalia moyo, utatenda matendo gani. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim akatuelezea kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakwenda kufaulu kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa yule ambaye atakwenda akiwa na moyo ambao umesalimika, moyo ambao umesalimika na maovu na machafu. Yule atakayekwenda kwa Mwenyezi Mungu akiwa moyo wake umesalimika na maovu na machafu, basi huyo ndiye atakayesalimika, atakayekuwa na amani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, alipotuambia Mwenyezi Mungu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo ni siku ambayo mali, watoto hawatomsaidia mja. Hakuna mwanadamu ambaye atakwenda kusalimika, kupata amani, kwa sababu ameenda mbele ya Mola wake akiwa na watoto wengi ama akiwa ana mali nyingi. Hivyo ni vitu ambavyo havitokwenda kumsaidia mja kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu, bali mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakwenda mbele yake akiwa moyo wake aliusalimisha kutokamana na maovu na machafu. Huyo ndiye atakayepata amani na ndiye atakayesalimika kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah asema, ashrafu ma fil insani qalbuhu, katika mwili wa mwanadamu kiungo ambacho ni bora zaidi, kiungo ambacho ni kitukufu zaidi ni ule moyo wake. Moyo wake ndicho kiungo ambacho ni kitukufu katika mwili wa mwanadamu. Asema, wa innamal jawarihu atba'un lilqalbi, hakika hivi viungo vingine tulivyo navyo vyote viko chini ya moyo, vyote vinaufuata moyo. Viungo vyote tulivyo navyo viko chini ya moyo kwa sababu vinaufuata moyo. Asema, yastakhdimuha istikhdama almuluki lilabdi, asema hivi viungo vingine vinautumikia mwili kama namna watumwa wanavyowatumikia wale wafalme. Tajua wafalme namna wanavyotumikiwa na watumwa. Sasa asema nao hivi viungo vingine vinautumikia moyo kama namna wafalme wanavyotumikiwa na wale watumwa waliowamiliki. Kwa hivyo katika mwili wa mwanadamu kiungo ambacho ni bora, kiungo ambacho anakiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni alqalbu, moyo. Ukitengea basi mwili mzima pamoja na vile viungo vingine vyote vitakuwa vimetengea, lakini moyo ukiharibika basi mwili mzima nao utakuwa umeharibika. Lakini pia moyo ndio mahala palipo na atakwa, ucha Mungu. Haupatikani katika kichwa, haupatikani katika miguu, haupatikani katika macho, bali atakwa, ucha Mungu, unapatikana katika moyo. Huu moyo ndio ulio na atakwa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi aliyoeleza katika mambo mengi akielezea, kisha akawaambia masahaba, atakwa hahuna, atakwa hahuna, takwa iko hapa, takwa iko hapa. Akawa Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaashiria kwenye moyo wake akiwaambia atakwa hauna, atakwa hauna.
takwa iko hapa, takwa iko hapa. Kwa hivyo moyo pia ndio mahala palipo na uchamungu. Uchamungu hauwezi patikana katika sehemu nyingine, bali unapatikana katika moyo. Na moyo ima unaweza kuwa ni chombo cha kheri na wema ndani yake. Moyo waweza ukawa ni chombo kilichojaa mazuri ndani yake, na vile vile moyo unaweza kuwa ni chombo kiovu kilichojaa maovu ndani yake. Huu moyo ima uwe ni chombo kizuri kilicho na mazuri, kimejaa mambo mazuri ndani yake, ima uwe ni chombo ambacho ni kichafu kilicho na maovu, kimejaa mambo machafu ndani yake. Ametuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ambayo ameisimulia Hudhaifa ibn al-Yamani, asema turadul fitanu ala alqulubi, fitna zinapitishwa kwa nyoyo ama kwenye nyoyo. Fitna zinapitishwa kwenye nyoyo. Kalhasiri hudan huda, asema vile namna zinavyopitishwa kwenye ule moyo kama mfano wa kinywaji, kila baada ya muda wanaletewa, kila baada ya muda wanaletewa. Vile hizi fitna zinavyopitishwa kwenye zile nyoyo ni kama mfano wa kinywaji ambacho huwa kinapitishwa kwa watu, kila baada ya muda wanapitishiwa kinywaji waweze kunywa. Ndivyo namna fitna zinavyopitishwa kwenye hizi nyoyo. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, fa ayyu qalbin ashrabaha, moyo wote ambao utakunywa kinywaji hichi ambacho kimepitishwa, ama hizi fitna ambazo zimepitishwa, ule moyo ukakubali fitna ile, ukaipenda fitna kama ile, ndio kunwa huko, ndio mfano wa kunwa. Imeletwa ile fitna, lakini moyo ukaipenda, ukaifurahia fitna kama ile. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, nukitat fihi nuktatun sauda, moyo wake huwa unatonwa tone jeusi kwa sababu umependa ile fitna. Fitna hapa ni kwa maana ya mambo maovu, mambo machafu yanapitishwa kwenye nyoyo. Sasa kuna baadhi ya nyoyo ambazo zinapoona fitna kama ile, zinapoona jambo ovu kama lile, ule moyo huo unapenda jambo kama lile na uko tayari kulifanya jambo kama lile. Sasa wakati moyo umelipenda jambo lile ovu na kulitekeleza, nuktatun sauda, moyo ule sasa huwa unawekwa tone jeusi. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu qalbin ankaraha, na moyo wote ambao utalichukia lile fitna, lile jambo ovu lililoletwa, moyo unapolichukia jambo lile, nuktatun baydha, moyo ule huwa unatonwa ama unawekwa tone jeupe. Sasa mambo ni mawili. Fitna ile inapoletwa katika ule moyo, moyo ukipenda fitna kama ile, basi unawekwa tone jeusi. Moyo ukichukia fitna kama ile, moyo unawekwa tone jeupe. Hata tasira ala kalbaini, mpaka nyoyo zote zinakuwa katika mafungu mawili. Nyoyo zote za wanadamu zinakuwa katika mafungu mawili, ima moyo uwe mweusi, ima moyo uwe mweupe. Sasa mafungu sasa yanakuwa ni mawili. Asema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ima tone moyo uwe mweupe, fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh, kwa ule moyo ambao umetonwa matone meupe, moyo ukawa mweupe, utakuwa ni msafi. Moyo kama ule, hakuna jambo lolote baya ambalo linaweza kuingia katika ule moyo, ama hakuna jambo lolote moyo ule ambao ni mweupe ukarudi ukawa utabadilika ulipende jambo ambalo ni ovu. Madhali mbingu na ardhi zimesimama imara
basi moyo huo hauwezi kubadilika ukageuka ukawa utapenda yale maovu, kwa sababu ya yale matone ambayo umetonwa ule moyo. Sasa asema wal akhar aswada, na moyo mwingine unakuwa ni mweusi. Ukiwa mweusi moyo ule, asema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la ya'rifu man ma'rufan wala yankiru munkara. Ule moyo sasa, ule ambao umekuwa mweusi, hautambui jambo jema hata ukaelezwa namna gani. Hautambui jambo jema wala hauwezi kukanusha jambo ovu. Unapoonyesha moyo ule kwamba hili ni ovu, basi ule moyo hauwezi kukanusha. Na unapoelekezwa katika mambo ya kheri, moyo huo hautambui mambo ya kheri. Kwa sababu gani? Ni ile kutu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, kalla balana ala qulubihim ma kanu yaksibun, komekeni, kwani nyoyo zao zimejaa kutu kwa yale maovu wanayoyafanya. Sasa moyo ule umejaa weupe kwa sababu ya yale mema unayoyafanya, na huu mwingine umejaa weusi kwa sababu ya yale maovu unayoyafanya. Sasa nyoyo zinakuwa mara mbili. Sijui mimi na wewe tuseme nyoyo zetu ziko upande gani? Ziko kwenye weupe ama ziko katika weusi? Bali insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu mwenyewe anaitambua nafsi yake. Mimi sikwambia wewe roho yako ni nyeusi wakati wewe mwenyewe unajua roho yako ni nyeupe, na siwezi kuambia wewe roho yako ni nyeupe wakati wewe mwenyewe unajua kwamba roho yako ni nyeusi. Bali insanu ala nafsihi basira. Sasa Waislamu, nyoyo zetu zimesusua kwa sababu gani? Zimesusua kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho kwamba hata tusomewe aya za adhabu, hata tusomewe sura ambazo zina utisho, hata tusikilize mawaidha mazito namna gani, nyoyo zetu bado ziko vile vile, hazishtuki wala hazibabaiki. Wenzetu masahaba, mtu alikuwa anaweza kusomewa suratul Ikhlas, qul huwallahu, na mtu akasilimu na akabadilika, akawa tofauti na vile alivyokuwa. Suratul Ikhlas tu, sura ndogo tu. Sisi twasoma tukihitimisha, lakini bado nyoyo zetu ziko vile vile, hatubadiliki. Ni kwa sababu ya maovu tunayoyafanya. Maovu yamezidi kupita kiasi. Nyoyo zetu zimetonwa matone meusi mpaka zimetanda weusi. Hakuna hata sehemu moja ambayo utapata weupe, zimetanda weusi. Sasa tumekuwa hatusikii la muadhini wala la mteka maji msikitini. Tukielewesha jambo zuri, jambo jema, tunalipinga, bali tunayakimbilia yale mambo ambayo ni maovu. Maovu ndio tunayakimbilia, lakini mema tunayaepuka. Sasa haya ndio sababu yamefanya nyoyo zetu zimekuwa ngumu, zimesusua nyoyo zetu. Soma tu katika sura mathalan suratul Qiyama, inaeleza habari ya kiyama na mwanadamu atakavyokuwa. Je, nani atakayeshtuka na hilo? Soma suratul Haka ambayo inaeleza habari ya kiyama nayo vile vile, namna mwanadamu atakavyokuwa. Soma suratul Zilzala, sura ndogo tu, lakini inaeleza mazungumzo ama maelezo ambayo ni mazito, hali atakayokuwa nayo itakayomfika mwanadamu kesho akhera mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hatushtuki. Ni kwa sababu ya wingi wa maovu tunayoyafanya, na kila kukicha mtu anafikiria nitafanya baya gani. Sio kwamba anajiuliza nitafanya zuri lipi na nitalifanya namna gani. La, kila kukicha mtu anajiuliza nitafanya ovu lipi, ama ovu hili nitalifanya kwa namna gani, ili watu washtuke, waone kwamba kweli mimi nimefanya. Sasa tunataka kusifika ama kusifiwa kwa sababu ya kuyafanya maovu, lakini sio kwa sababu ya kuyafanya mazuri.
Sasa hizo sababu kama hizo ndizo zimefanya nyoyo zetu kuwa zimesusua, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashangaa namna nyoyo zetu zilivyosusua, akazisifu, anasema hata afadhali mawe yana nafuu. Afadhali mawe yana nafuu. Mwenyezi Mungu atuambia thumma kasat qulubukum, kisha nyoyo zenu zikasusua, fahiya kalhijara, zikawa ni kama mfano wa mawe, au ashaddu khashya au ashaddu kaswa, au zikasusua zaidi kushinda hata hayo mawe. Ameyafananisha kwanza, Mwenyezi Mungu amezifananisha nyoyo zetu na mawe, kisha akasema hata afadhali hayo mawe yana nafuu zaidi kuliko nyoyo zenu. Nyoyo zenu zimesusua zaidi kushinda mawe. Akatusifia baadhi ya mawe namna yalivyo na unyenyekevu kwa Mola wake, Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, katika mawe kuna mawe ambayo yanatoa maji. Sasa jiwe kutoa maji ni ishara kwamba linamnyenyekea Mola wake. Jiwe kutoa maji, unapopita mahali ukakuta jiwe linatoa maji, basi hiyo ni ishara kwamba hilo jiwe limemtambua Mola wake, linanyenyekea kwa ajili ya Mola wake. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, katika hayo mawe pia kuna mengine yanapasuka na yanatoa maji. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, kuna mengine katika hayo mawe utayakuta linatoka sehemu ya juu na mpaka linaanguka chini. Yote hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumwogopa Mola wake. Lakini nyoyo zetu bado hazijamuogopa Mola wake. Tumeshindwa na majabali, yanatoa maji, yanapasuka, yanaanguka kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Dinar asema ma duriba abdun bi'uqubatin a'zamu min kaswati alqalbi, asema mwanadamu hajapigwa na kichapo, yani hajapata kichapo ambacho ni kikubwa zaidi kuliko kichapo cha kupawa moyo ambao umesusua. Mwanadamu anapopata kichapo hicho ni kichapo ambacho ni kikubwa sana, moyo wake ukawa ni wenye kususua, haumtambui Mola wake, hausikii lolote, si mawaidha, si Qur'ani ikisoma, moyo wake uko vile vile. Anasema Malik bin Dinar, hicho ni kichapo ambacho ni kikubwa sana. Akasema wama ghadiba Allahu ala qaumin illa naza'a ar-rahmata min qulubihim, na Mwenyezi Mungu hawachukii watu akawa na hasira nao, isipokuwa Mwenyezi Mungu anaondoa huruma katika nyoyo zao. Ikifika wakati watu hawahurumiani, watu hawasikitikiani, basi hiyo ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, ama ni ishara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakasirikia. Tujiangalie sisi, kweli twapendana? Twapendana kweli? Tunayo mahaba ya dhati baina yetu? Kama yako basi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kama hatuna basi tufahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukasirikia. Ndio ile huruma na masikitiko Mwenyezi Mungu ameyatoa katika nyoyo zetu. Zimebakia nyoyo hazina huruma. Mtu hawezi hata kumsikitikia mtoto wake, mtu hawezi hata kumsikitikia mwanawe, hawezi kumsikitikia ndugu yake, wa kila mmoja yuko kivyake, kwa sababu huruma zimetolewa katika nyoyo zetu. Hata ukamwona mwenzako amepata na uzito na jambo gumu, jambo lenye utisho, wewe utapita tu. Sasa kikubwa ni madhambi yetu tulionayo, ndio yaliyosababisha kufikia kiasi hiki tulichofikia. Lakini ikiwa tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutubia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwingi wa kukubali tauba na atasamehe na hali itabadilika, kwa sababu anatuambia inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin
hata yughayyiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu hawezi kuondoa neema iliyo kwa wanadamu isipokuwa mpaka wale wenyewe wanadamu walifanya jambo ambalo litawasababishia wao kuondolewa ile neema. Kwa sababu mpaka kuipata neema ni kumaanisha kwamba walikuwa ni watu wazuri, walikuwa wanafanya mazuri ndio wakaipata ile neema. Sasa watakapoacha kufanya yale mazuri wakabadilika, ndio Mwenyezi Mungu naye anabadilisha, anaiondoa ile neema, anaweka nikma, kwa sababu wao wenyewe ndio walioanza kubadilika. Kwa hivyo tukibadilika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatubadilishia na tutakuwa na sisi ni wenye kubadilika. Nimalizie kwa maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Asema Ibn Mas'ud, utlub qalbaka fi arba'ati mawatin, utafute moyo wako katika sehemu 4. Utafute moyo wako katika sehemu 4. Sehemu ya mwanzo akasema inda samai al-Qur'an, wakati wa kusikiliza Qur'ani. Je, moyo wako unaridhia, unapenda kusikiliza ile Qur'ani? Jipime wewe na Qur'ani, waisoma ama wapenda kusikiliza? Kama utakuta kwamba waipenda na wapenda kuisoma, basi uko na moyo hapo. La pili akasema wa fi majalisi dhikri, na katika vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia moyo wako, wapenda vikao hivi vya kumtaja Mwenyezi Mungu? Ukisikia pale kuna jambo la kheri lolote, mfano uambie pale kuna khutba ama kuna darasa, je, moyo wako wapenda kuhudhuria sehemu kama zile? Vikao vya kheri wapenda kuhudhuria? Jambo la tatu akasema wa fi awqati sala, na uangalie moyo wako nyakati za sala uko vipi. Kukiadhiniwa moyo wako waridhia, wapenda na waacha shughuli zako ukaelekea kwenye sala? Ama ukiadhiniwa wewe ndio mwanzo watafuta sababu, kama ni biashara huwezi funga, ni kazi yako unayoifanya huwezi iacha. Sasa wewe angalia moyo wako wakati wa swala utakuwa vipi. Inapofika wakati wa swala moyo wako wapenda, waridhia katika ile swala? Na la 4 akasema wa fil khalawat, na angalia wakati wa faragha, ukiwa peke yako mahala ni wewe tu, unafanya nini? Ama moyo wako unawaza nini? Unawaza ya kheri ama unawaza mashafu? Sasa katika haya mambo 4 Ibn Mas'ud anasema wewe angalia moyo wako ndani ya haya mambo 4. Kwanza katika Al-Qur'an Al-Karim, moyo wako uko vipi katika hii Qur'ani? Kisha kwenye swala, kisha kwenye dhikri, kisha wakati ukiwa peke yako. Sasa ikiwa moyo wako unayapenda mambo haya 4, ama unapenda moja ama mawili ama matatu, basi mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inua mikono kwa Mola wako, mwambie alhamdulillah amekujalia moyo. Utakuwa unao moyo, kwa sababu ni moyo ambao uko hai, moyo ambao unamtambua Mola wake saa zote. Kama ni kwenye Qur'ani, wewe uko na Qur'ani saa zote, unamtambua Mola wako. Kwenye swala, wewe uko kwenye swala, unamtambua Mola wako. Kwenye adhkari saa zote wewe ni mtu wa adhkari, basi unamtambua Mola wako. Ukiwa peke yako hakuna machafu, maovu wala vitendo vibaya unavyofanya, bali wewe ni mtu wa kumkumbuka Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, basi hapo utakuwa wewe uko na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, moyo utakuwa uko nao. Lakini akasema Ibn Mas'ud, fa idha lam tajidu, kama moyo wako hukupata mahala popote katika haya mambo 4, moyo wako hauko kwenye swala, hauko kwenye adhkar, hauko ukiwa peke yako wewe mtaji Mwenyezi Mungu, hauko katika Qur'ani, basi asema fasalillah ta'ala, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yamunna alayka biqalbin fa innahu la qalba lak,
Muombe Mola wako akupe moyo, kwa sababu wewe huna moyo. Kama moyo wako hauko katika haya mambo manne, hata jambo moja moyo wako hauko, basi wewe huna moyo. Muombe Mwenyezi Mungu akujalie moyo, lakini huna moyo, kwa sababu haya ndio mambo makubwa, mambo ambayo yanamleta mja kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sasa kama mambo haya yote hayako, wewe huna mambo haya yote, kweli una moyo? Utakuwa huna moyo. Sasa hebu tujiangalie, kila mmoja aipime nafsi yake, auangalie moyo wake, achunguze moyo wake katika haya mambo manne. Kama utapata moyo wako una jambo moja, mawili ama yote, basi mshukuru Mwenyezi Mungu amekujalia moyo. Lakini kama utakuta moyo wako hauko katika jambo lolote katika haya mambo manne, basi wewe utakuwa huna moyo. Na kama una haja ya moyo, basi muombe Mola wako subhanahu wa ta'ala akupe moyo, kwa sababu ukiendelea namna hiyo, basi wewe utakuwa ni mtu wa hatari, utakuwa huna moyo. Kwa haya machache, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.